Leo nataka tujiulize ama tuulizane hili swali. Usingizi huwa ni nini? Na kwa nini binadamu analala? Kwa hapa, sababu ama usingizi ni nini? Ama kwa nini binadamu analala? Au kwa nini kiumbe chochote kinalala? Ni kwa sababu binadamu ana nafsi na ana mwili. Mwili upo kwa ajili ya huu ulimwengu tunauona kwa macho ya damu na nyama. Na nafsi ina exist kwenye ulimwengu wa kiroho. Ambao na ndio maana kila binadamu analala. Hiyo ndio sababu kwa nini binadamu analala na lazima alale. Kwa sababu kuna masaa ambayo mwili unatakiwa kuja kuexperience katika ulimwengu wake wa kimwili, ambao ni ulimwengu huu unaoonekana kwenye macho ya damu na nyama. Na kuna muda unafika, nafsi nayo inahitajika kwenda kuexperience ulimwengu wake, ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana kila binadamu lazima alale. Na ulimwengu wa kiroho hau exist kitu chochote chenye mwili. Na ulimwengu huu unaonekana kwa macho ya damu na nyama hau exist kitu chochote kisichokuwa na mwili. Na ndio maana ukiwa usingizini unapoota kwa mfano unakimbizwa, huwa haukanyagi chini, kwa sababu ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu huru. Ndio maana huwezi ukawa upo usingizini, kwa mfano umekatika mguu, una maumivu kwa wakati ule. Lakini ukiwa usingizini huwa hauhisi maumivu. Ukija kushtuka hivi ukiamka ndio unaona kumbe na maumivu baada ya kuamka. Lakini ukiwa usingizini hauhisi yale maumivu. Ukiwa usingizini hauhisi njaa. Ukiwa usingizini hauhisi kiu. Unanielewa? Kwa hiyo sipingani na kile watu wengine wanachoamini, kwa sababu hii dunia haipo kikuaminishwa, ipo kiufahamu, kufahamu. Wanaoamini wanaamini na wanaojua wanajua. Ushaona? Kwa hiyo mtu akikwambia amini, kwa mfano sasa hivi mtu akikwambia amini, cha kwanza kitu unachotakiwa ukiamini ni kitu ambacho hujawahi kukiona wala hujawahi kukiexperience. Na hiki ninachokifundisha ni elimu ambayo ukitaka na ukiwa serious na ukifanya kwa vitendo kila nitakachokuwa naelekeza, uta experience wewe mwenyewe. Nitakuelekeza tufanya hiki na hiki na hiki, na matokeo yake utayaona, kwa sababu hii dunia inaendeshwa ama ipo kimfumo wa matendo na matokeo yake. Kama ilivyo, unapohisi njaa inabidi ule. Kile kitendo cha kula ndo kinachokuletea matokeo ambayo ni kushiba. Ukiwa unahisi kiu, lazima kuna kitendo ufanye ambao ni kunywa maji, ambao ukinywa maji ndo inakata kiu. Ukitaka mtoto ni ufanye tendo la uumbaji ambao ni ngono ndio upate mtoto. Sasa hii dunia ipo hivyo, na huo ndio ukweli. Sio swala la kwamba nakuaminisha, hapana. Ukitaka fanya, matokeo utayapata. Kwa hiyo kila binadamu ana nafsi na ana mwili. Ila sasa sisi binadamu tumekosa yale maarifa. Kuna maarifa tunayakosa. Na ndio maana utakuta sasa hivi watu wengi wanahangaika, sijui mimi kuna majini yananitokea usiku yananisumbua. Binadamu yoyote mwenye ufahamu na anayejitambua hasumbuliwi na kiumbe yoyote anayeitwa jini, kwa sababu jini ni nafsi tu. Wewe binadamu una nafsi na una mwili. Jini anakusumbuaje? Jini anakusumbuaje? Ni kwa sababu hujitambui, ni kwa sababu hujijui, ni kwa sababu huna maarifa. Umeona? Na haya maarifa ni elimu, ni maarifa ambayo yalikuwepo zamani, tokea zamani. Mababu zetu walikuwa nayo maarifa haya. Kwa mfano sasa hivi unaweza kwa wale ambao wanatoka kwenye jamii za wafugaji, inaweza ikatokea kwa mfano ng'ombe tu, lakini yule ng'ombe labda anataka kuchukuliwa apelekwe sehemu fulani, akagoma kabisa, yule ng'ombe akagoma kabisa. Lakini ukasikia watu wanakwambia nendeni mkamfuate mzee fulani, ama nendeni mkamfuate mtu fulani, na yule mtu akija atamchukua yule ng'ombe bila usumbufu.
na ataenda naye. Pale fundisho ambalo linalipata ni nini? Kuna maarifa yule mtu anayo na anayatumia, na kupitia yale maarifa yule ng'ombe anamtii, kwa sababu kwa ukijua kwamba binadamu ni mtawala wa viumbe vyote vya asili vilivyo hapa duniani. Kitu chochote unachokiona hapa duniani ambacho ni cha asili, iwe mmea, iwe mdudu, iwe nini, iwe simba, iwe chui, iwe nini, vitu vyote vile, viumbe vyote unavyovijua wewe hapa duniani ambavyo ni vya asili vyote, mwanadamu ni mtawala wa hivyo viumbe vyote. Lakini swali linakuja, je, kwa nini mwanadamu anashindwa kuvitawala hivi vitu vyote? Ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Na maarifa yalikuwepo, mababu zetu walikuwa nayo hayo maarifa, lakini kukaja makundi ya watu wakatuaminisha kwamba ule ni uchawi, ule ni ushirikina, ule ni, naona mababu zetu walikuwa wana uwezo, hata wakati kumetokea kiangazi ambacho sio cha kawaida, walikuwa wanaweza kucommand universe ilete mvua, na mvua ilikuwa inanyesha, na ina uwezo wa kunyesha mvua. Binadamu anao huo uwezo, upo ndani yake, lakini yale maarifa ndo hana. Na sio kwamba nasema kila kitu. Uwepo wa mwanadamu hapa duniani kama mtawala, mwanadamu ana uwezo wa kucontrol kila kitu kwenye huu ulimwengu. Hata simba, una uwezo wa kumchukua yule simba na ukaishi naye kwako nyumbani na asikudhuru. Lakini je, hayo maarifa wewe unayo? Hizo mbinu wewe unazo? Na ndio maana kwa wale ambao mnaamini dini, Nabii Sulemani, nabii yule Sulemani, kuna code pale ipo katika ile historia ya Nabii Sulemani, lakini imefunikwa, imefichwa hivi, kuna vitu pale vimefichwa. Lakini Nabii Sulemani alipopata nafasi ya kuomba vitu kwa Mwenyezi Mungu, aliomba vitu viwili, hekima na maarifa.